Manake hapo nilitaka nipagusie sana, nipatulilie sana, kwa sababu nyumba zimeharibika kwa sababu ya jambo hili. Mwanamke wa pili aliyelaaniwa alwashima. Alwashima manake ni yule mwanamke mwenye kuweka tatu. Sijui ndio mnasema na nyie pia tatu. Sisi tunasema kule Burundi tatuage. Tatu sio hizi piko mnazoweka tofauti, hizi mnazopaka na mahina marangi, hizi hapana, hizi hamna shida. Tatu ni ile kuchoma mwili. Sasa kuna wanawake huwa wanafanya jambo hilo kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala, anasema la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alimlani Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimwendee, alwasila, mwanamke mwenye kuunga nywele, walmustawsila, na yule mwenye kumuunga. Akasema walwashimatu walmustawshima, bimaana yule mwanamke ambaye anaifanya tatu, huyo amelaaniwa. Mwenyezi Mungu atukinge na hilo. Naamini kwamba siwezi kulibobea iko sana, kwa sababu wanawake huwa walifanya sana, linadili na wanaume. Mwanamke wa tatu aliyelaaniwa alwasila, mwanamke mwenye kuunga nywele. Sikilizeni hili jambo tena, hili nitalitulilia vizuri kwa mapana na marefu. Naona unaanza kunitizama, ndio niko mtu wa pili hapa. Alwasila, mtu wa tatu. Alwasila, mtu mwenye kuunga nywele. Sikilizeni hadithi ya Mtume jamani. Hadithi ya Mtume haina vumbi, yani haina hata kusema kwamba ina maneno ambayo hayaeleweki. Mtume alisema la'ana Allahu alwasilatu, la'ana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama alwasilatu walmustawsila, amemlani mwanamke mwenye kuunga nywele na mwenye kuungwa, wote wawili wamelaaniwa. Yule mwenye kukaa na muunga na yule aliyekaa chini ana